kule. Kwa hiyo tunarejea kule kule kwamba madereva ndio ambao wamebeba dhamana ya abiria wengi ambao wapo kwenye gari, na hata kama ni wewe dereva mmoja ambaye upo kwenye lori, ndio ambao pia ukiangalia usalama wako basi tayari utakuwa umeokoa usalama wa watu wengine kabisa. Kwa sababu umakini wake dereva yule wa lori ndio ambao ulio chini ndio ulipelekea na uharaka wake kupelekea gari lile kupinduka. Sasa watu 10 wamefariki dunia na wengine 18 wamejeruhiwa. Ni ajali ambayo ilitokea kule katika basi aina ya Mitsubishi Fuso mali ya kampuni ya Billy Mawio kugongana na uso kwa uso na lori la mizigo aina ya Howo lenye tela mali ya kampuni ya Kikori. Magari yote mawili yaliteketea kwa moto baada ya ajali hiyo. Kwa hiyo tena usiku wa kuamkia mwaka mpya na watu 10 wamefariki dunia. Kwa hiyo kizungumzia kuhusiana na ajali hiyo ndivyo ilipotokea kwamba abiria yule wa lori ambaye aliitwa Solehe Adamzi ndio ambaye alisababisha ajali hiyo kwa sababu ya kutaka tu kupita na ile shehena ya mbolea ambayo alikuwa ameibeba. Kwa hiyo tukirejea kule umakini ndio unahitajika. Umakini ndio unahitajika Hamza. Na wakati tulipokuwa tunakaribia tunauaga mwaka mpya mwaka 2025 tulisisitiza hapa pia kwamba masaa yaliyosalia ni masaa ya lala salama. Na ni masaa ambayo yalikuwa chochote kinaweza ikatokea kabisa. Kwa hivyo mimi nafikiri tu kwamba hakuna swala la kusema kwamba kuna vitu vingine ambavyo unaweza kuona viangalia. Kwa upande wa pili unaona kabisa kuna uzembe ambao kabisa wawazi kabisa. Wawazi kabisa. Na swala kuna siku ulisema labda gari fulani ikiwa inaendeleza masuala ya ajali za kila mara basi ama kampuni fulani basi ifungiwe. Lakini nafikiri dereva wenyewe wanahitaji pia mafunzo ya mara kwa mara. Kabisa. Kwa sababu ndio ambao wamebeba dhamana ya uhai ya watu. Tukizungumzia yule ambaye aliangusha gari, dereva yule alibeba watu. Lakini hata wewe mwenye lori ambaye umebeba shehena ya mbolea, nasema kwamba uko mwenyewe unatafuta uharaka wa kuweza kupenya. Mbele kuna gari ambalo limebeba watu 60. Sasa umeshindwa kuthamini kwamba hili gari nikishali kwepa hapa likishapata ajali nimepoteza uhai wa watu wengi ambao wanategemewa na taifa, lakini pia hata na familia zao kwa ujumla. Kwa hiyo bila shaka umakini tu kama ulivyosema ni unaohitajika kwa kina kabisa na kwa uangalifu mkubwa pale ambapo watu wanakuwa barabarani.